ni siku muhimu kwetu, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, tunapokutana kuzungumzia masuala yenye umuhimu mkubwa kwa jamii yetu. Tumekutana hapa kuzindua rasmi kuanza tena kwa muendelezo wa kampeni ya Badri Day. Kwa hiyo niseme tu kwamba BAKWATA mkoa wa Mwanza kwa falsafa hiyo kwamba siku ile Waislamu wachache wakaweza kushinda katika harakati zetu na muendelezo wa kujenga vituo vya afya. Nyote mnafahamu hali yetu tuliyokuwa nayo. Tuliona tutumie falsafa ya Badri, tutumie ile falsafa ya Badri kufanya kuwa ndio siku ya harambee kuu. Kwa hiyo sisi, Bwana Mtume alisimama kupambana kuutetea Uislamu na kufanya usonge mbele, na kwa msaada wa Mungu akashinda. Sisi tumesema tunachukua falsafa ile, tunaiweka mapambano yetu kwenye maendeleo. Kwa hiyo hii ni Badri ya tatu. Hii ni Badri ya tatu, na mwaka huu imeangukia tarehe 18 ya mwezi wa tatu mwaka huu 2025. Siku hii inaashiria mshikamano, kujitoa na jitihada za pamoja kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Katika roho hiyo ya kujitolea, mwaka huu tunatumia siku hii kama jukwaa la kuhamasisha uchangiaji wa ujenzi wa vituo vya afya ili kuboresha hali ya huduma za afya kwa wananchi wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla. Ikumbukwe, nitumie nafasi hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu zote zilizopita katika nchi yetu, lakini kumpongeza hasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo eneo la afya ndani ya nchi yetu amelisimamia vyema. Amelisimamia kwa kiwango ambacho huduma za afya zimepanda kutoka pale zilipokuwa mpaka kufika mahala pazuri. Lakini tumie nafasi hii kupongeza taasisi za dini. Ziko taasisi za dini za Kikristo, za Kiislamu mbalimbali zimekuwa zikisaidia serikali yetu katika eneo hili la afya. Na sisi BAKWATA mkoa wa Mwanza tumeona iko haja ya kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali yetu, juhudi za taasisi za wenzetu za dini katika kujenga vituo vya afya ili kuwaletea Watanzania hawa afya njema na afya bora. Kwa miaka mingi jamii yetu imekumbwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma bora za afya. Hospitali nyingi zinakabiliwa na msongamano mkubwa na wananchi wengi wanalazimika kusafiri wakati mwingine umbali mrefu kutafuta matibabu. Pamoja na juhudi kubwa, maana Watanzania wanaendelea kuwa wengi. Nimeambiwa hapa Watanzania kwa sensa iliyopita tunafika karibu milioni 61. Kwa hiyo utaona bado kuna hitaji kubwa la kuwa na vituo vingi vya afya. Hali hiyo sisi wakati mwingine inaweza kuwa si hali nzuri, ndio maana BAKWATA tukaona na sisi tuingie kwenye kusaidia katika eneo hili. Lengo la mradi wa ujenzi wa vituo vya afya, kupitia mradi huu tunalenga kujenga na kukamilisha vituo vya afya katika wilaya 7 za mkoa wa Mwanza ambazo ni Misungwi, Nyamagana, Kwimba, Ilemela na Sengerema, Ukerewe na Magu. Mradi huu unakadiriwa kugharamia shilingi za Kitanzania bilioni 4.5, yani mradi wote mpaka utapokamilika, ambapo hadi sasa kama ilivyokushaelezwa tumekusanya takriban milioni 236,775,050 na senti 55, na bado tunahitaji bilioni 4,263,224,945 ili kukamilisha ujenzi huu. Unaweza ukauliza, Shekhe, pesa ni nyingi, mbona mchokisha kusanya kidogo? Lakini ukweli ni kwamba pesa ni nyingi. Jambo kubwa sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu afya na atupe uhai, na yote mnajua penye nia pana njia. Kwa mwaka huu tunakusudia kama BAKWATA kukusanya takribani bilioni 1 na milioni 300 kuhakikisha kwamba tunakamilisha ujenzi wa majengo hayo ya kutoa huduma kwa wagonjwa wa nje OPD katika wilaya zote 7 za mkoa wa Mwanza. Ikumbukwe mradi huu wa ujenzi wa vituo vya afya katika mkoa huu wa Mwanza, kwa maana vituo vyote 7, una thamani ya shilingi bilioni 4.5 za Kitanzania.